بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بكيا قولياك الله سبحانه وتعالى akiwa awafunza waja wake kumuomba yeye, ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, njia wale ambao ulioneemesha, sio ya wale waliokasirikiwa na wale waliopotea. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا، tuelekeze na utuongoze, ووفقنا إلى الصراط المستقيم، na utuwafikishe katika kuifuata hii njia iliyonyooka. وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، na hii ni ile njia iliyokuwa wazi, yafahamika, inamfikisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika akifuata mja aishia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njia hiyo ni ipi? Wa huwa ma'rifatul haqqi والعمل به، njia ya kuijua haki na kuitendea kazi. Sasa mtu aweza kuijua haki, lakini katika kuitendea kazi na kuifuata. Qala fahdina ila as-sirat wahdina fi as-sirat, basi tuongoze sisi ili kuifuata hiyo njia. Na pengine mje aweze kusema tayari mimi ni Muislamu, na katika tafsir ya sirat al-mustaqim ni Muislamu sahihi, kwa nini basi kila swala naomba, kila swala nasema ihdina as-sirat al-mustaqim? Kwa nini mimi nimepotea? Al-Imam Sa'di hapa sema maana yake fahdina ila as-sirat wahdina fi as-sirat, tuongoze katika kuifuata hiyo njia iliyonyooka, na tukishaifuata tuongoze tukiwa ndani yake. Falhidayatu ila as-sirat, mtu kuongozwa katika hiyo njia ni kuifuata hiyo njia. لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، ni kule mtu kulazimiana na dini ya Uislamu na kuacha nyinginezo katika dini zisizokuwa dini ya Uislamu. Walhidayatu fi as-sirat, na hidayah na uongofu ndani ya hii njia baada ya kuwa tayari ushaifuata, تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، yaingia ndani yake Allah kukuongoza Muislamu katika mambo yote ya Uislamu yaliyopambanuliwa ndani ya Uislamu, bimaana akupe ilmu ya kuufahamu Uislamu wako kisawasawa na kuutendea kazi.
فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. هي دعاء ni katika dua iliyokusanya mengi sana ndani yake, na ni dua iliyo na manufaa makubwa sana kwa mja. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. بسبب hiyo ikawa ni wajibu kwa kila mtu kumuomba nayo Allah subhanahu wa ta'ala katika kila rak'a ya swala yake, kwa sababu ahitajia sana hidayah hiyo. Kwa hivyo wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika njia iliyonyooka, na ukiwa ndani ya ile njia iliyonyooka bado wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe uongofu mwingine, nao ni wa kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifuata. Sababu wako wengi ambao wamepewa neema ya Uislamu, lakini ukitizama matendo yao hayafanani na hii neema Allah aliyowapa. Kwa hiyo bado mja ahitajia hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ampe thabat, awe imara katika hii njia na aitendee kazi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الصراط المستقيم, tukizungumzia hii njia iliyonyooka, huwa صراط الذين أنعمت عليهم. Yani kama kusema kwa hii njia iliyonyooka ni ipi? Ni ile ya wale walioneemeshwa. Alhamdulillah. يعني قال الإمام السعدي: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. njia ya wale walioneemeshwa waingie ndani yake mitume wa Allah na wakweli, mashahidi na watu wema. غير صراط المغضوب عليهم, tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale ulioneemesha, wala sio njia ya wale uliowakasirikia. alladhina arafu alhaqa wa tarakuhu, na hao waliokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni wale waliojua haki, wajua hii ndiyo haki, kisha wakaiacha. kaliyahudi wa nahwihim, kama mfano mayahudi na mfano wao. Na hapa kuna kosa ambalo baadhi ya watu hufikiria kuwa almaghdub alayhim alyahud. La, si wao peke yao, bali yaingia ndani yake mayahudi na yoyote yule atakayejua haki kisha sifuate, pia ingia hapa ndani. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala, ukitizama sababu ya yeye kuwakasirikia mayahudi ni hili jambo la kuijua haki na kutoifuata. Kwa nini awe mwingine ambaye atakuwa na tabia hiyo hiyo kisha asikasirikiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati illa hiyo hiyo iko kwake? Kwa kama vile mayahudi walikasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa waliitambua haki lakini hawakuifuata ile haki, kadhalika mimi na wewe waislamu tukiijua haki tukakataa kuifuata ile haki, tuingia katika hii aya, wal billah, wawa katika wale waliokasirikiwa. Na ndio maana Imam Saadi hapa akasema nini? kaliyahud wa nahwihim, kama mayahudi na mfano wao. Kila anayefuata njia hiyo akawa aitambua ile haki lakini haikubali kuifuata. wa ghairi sirati dhallin,
الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. كذلك وموomba Allah asikujalie kuwa katika njia ya wale waliopotea, alladhina taraku alhaqqa ala jahlin, wale walioacha haki kwa sababu ya ujinga, wa dhalalin, na upotofu, kanasara wa nahwihim, kama vile manasara na mfano wao. Manasara wamejipinda sana katika ibada wakati wao, lakini bila elimu, wakazua mambo mengi sana ya ajabu sana. Kwa mfano, wale wanawake watawa wakajitolea kuwa watawa hawaolewi, kwa waishi bila ya kuolewa. Na upande wa wanaume pia wakawepo watawa ambao wao wamejitolea katika maisha yao kufanya ibada bila ya kuoa, wakaenda kinyume na fitra, maumbile ya mwanadamu Allah aliyomuumba nayo. Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba shahwa katika mwili wa mwanadamu ili waweze kubakia wanadamu. Lau kama watu wote watafuata hii njia ya manasara, kutabakia binadamu kweli? Wanawake wote waseme sisi hatuolewi, ukija kwa wanaume wote waseme sisi hatuoi, wakaparamia uruhubani, kweli binadamu wataendelea kuwepo katika ulimwengu? Hawatakuwepo. Kwa hili jambo lao kama kila mtu angelikubali, basi kusingekuwa kuna binadamu, wale wote wangekufa, ndio basi shaishi. Tizama Uislamu. Uislamu umekuja, ile shahwa iliyoumbwa katika mwili wa mwanadamu ukaielekeza katika mkondo wa sawa, ukamwelekeza mwanadamu katika kuoa, kinyume na wanavyofikiria baadhi ya watu kwa Uislamu umekuja kupinga matamanio ya mwanadamu. La, Uislamu haukuja kupinga, bali umekuja kumuongoza mwanadamu katika kupeleka matamanio yake katika njia sahihi, ambayo ni njia ya kuoa. Manasara wana mambo mengi wanaoyafanya au kuitakidi ambao ni ya kijinga, ni ya jahili. Ukiangalia tu asli ya itikadi yao wanaoitakidi, ukakuta kuwa kuna ghulu, kupita mipaka katika kumuitakidi Isa alayhi salatu wassalam. Wengine wakaitakidi kuwa yeye ndiye Mungu mwenyewe, ameshuka katika sura ya binadamu. Wengine wakasema la, huyu ni mtoto wa Mungu. Wengine wakasema la, ni sehemu katika dhati yake Allah, wal-iyadhu billah ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Bali mpaka wakataja wanaovioni kuwa lau kama manasara 10 watakusanywa mahali pamoja katika masala mamoja katika dini yao wazungumze, watakhtalifiana katika kauli 11. Si wako 10, zitatoka kauli 11, namna walivyopotea na kupinda na kutojielewa. Ukitizama tu hii itikadi ya kusema kuwa Isa alayhi salatu wassalam ni Mungu kwa akili tu, ndio yale maswali aliyouliza Ibn Qayyim rahimahullah katika mashairi yake mashuhuri, hawa waabudu wa msalaba. Akauliza wale wanaosema kuwa Isa alayhi salam wal-iyadhu billah kuwa ni Allah ameshuka katika sura ya binadamu ili afe na nini, na dhambi zao. Kwa nini afe na dhambi zao? Si angewasamehe tu? Aje Mungu afe kwa ajili ya dhambi za watu, tena afe msalabani, na ni yeye ndiye anayesamehe madhambi. Alikuwa tangu na mwanzo aweza kuwasamehe. Taib, amekuja kwa ajili ya kuwasamehe madhambi. Kauliza wale wanaomsulubu wale, kama aliyesulubiwa ni Mungu,
zile dhambi zao aliwasamehe wale waliomsulubu wale, aliwasamehe dhambi zao? Ikiwa hakuwasamehe, je, alikuwa radhi na kile kitendo alichomfanyia cha kumsulubu? Ikiwa alikuwa radhi, basi wale ni mawalii, wamefanya kitendo ambacho chamridhisha Allah. Ikiwa hakuwa radhi, basi binadamu wamemshinda nguvu Mungu wao, wakafanya jambo ambalo Mungu wao hataki walifanye. Kuna maswali yakauliza mengi. Amekufa siku 3, nani alikuwa akipeleka ulimwengu katika hizo siku 3 wakati Mungu ankufa? Yani ni itikadi za kijinga kabisa, dalal, ambazo binadamu mwenye akili timamu hawezi kukubali mambo kama hayo. Sasa ukitoka huko sasa, njoo katika dini ya Uislamu, usione kuwa ndani ya Uislamu hakuna watu kama hao. Wako wale watu ambao wameingia katika mambo kama haya, na hili jambo utaliona zaidi kwa sufia. Itikadi za ajabu za upotofu utaziona ndani. Kuna wale wanaoitakidi anna Allah halun fi kulli shay, kuwa Allah yuko ndani ya kila kitu. Kwa hivyo wakaamini kuwa kila unachokiona mbele ya macho yako ni Allah. Ghulatu sufia, mpaka wakafikia kuwa yule mwenye kuabudu sanamu pia amwabudu Allah, kwa sababu Allah yuko ndani ya lile sanamu. Ashabu wahdatul wujud wal hululiyya, au na itikadi chafu sana, wakaitakidi jambo kama hilo. Na kuna mambo na tuqus wanaozifanya katika dini ya Uislamu wakayazua, ambayo hayamo mengi tu. Na huu ndio upotofu, kuwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam amekuja akawafundisha dini, akawaachia njia iliyonyooka iko wazi. Taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha, nimewaacha katika njia iliyo nyeupe usiku kama mchana, kwa ngara kabisa. La yazighu anha illa halik. Kisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatuambia hakuna anayepinda akaiwacha hii njia ya sawa isipokuwa ni yule mwenye kuangamia, ataangamia. Baada ya kuweka wazi mambo yote haya alayhi salatu wassalam, kisha juu yake aja yule aliyepewa neema kama hii, azua yale ambayo hakuachiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hawaingia katika upotofu, wal billah. Atakikana muislamu amuombe sana kwa ikhlas Allah anapoisoma hii suratul Fatiha, kwa Allah amuongoze katika njia iliyonyoka, sio njia waliokasirikiwa ambao walijua haki ya kuifuata, wala njia ya upotofu ambao ile haki hawakuifahamu wakafuata tu kwa upofu wakaingia katika upotofu. Na haya yako kama tulivyotaja sana. Wewe ikiwa ukiambiwa jambo tu wewe wafuata bila kuhakikisha kuwa hili jambo, je, Mola wangu ameniamrisha, mtume wangu sallallahu alaihi wasallam ameniamrisha hili, bila kuhakiki wewe wafuata. Kisha kukatungwa mambo mengi sana ndani, na hayo ukiyazungumza ni marefu, hasa ukiingia katika jambo la kusema kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo ambayo hayapo ni mengi sana. Al-Imam Sa'di baada ya kuizungumza suratul Fatiha akasema, فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن. هي سورة الفاتحة pamoja na kuwa ni sura fupi ukitizama, lakini ndani yake muna yale ambayo hutayapata katika sura yoyote katika Qur'an kwa pamoja. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة
Suratul Fatiha ndani yake imekusanya aina za tauhid 3. Taona khurafiyun huwa wapiga kelele, kuna mambo amezua mawahabi hayako katika dini na nawaona wanabidii nayo. Kuna mmoja sijui mtoka wapi ana kelele kweli, sijui kashiba pilau gani. Hizi pilau atakamziangalie makini za maulidini, zingine zatiwa vitu sijui vya cherwa akili, apiga kelele kweli kweli, mate atamkauka. Kitu gani baba? Kunani? Tauhidi 3 hakuna katika Qur'an wala katika sunna. Tauhidi 3 una hakika hakuna kwenye Qur'an. Wewe soma suratul Fatiha, waielewa suratul Fatiha, ukisoma mpaka uje upinge. Waijua suratul Fatiha kweli? Waelewa pale wasoma suratul Fatiha ama uelewi? Asa kama waelewa suratul Fatiha, si hizo tauhid aina 3 zimetajwa katika suratul Fatiha. Lakini pengine labda na haya maneno nayarejelea kila siku, lakini nitaendelea kurejelea. Wengine sema basi kila siku, huenda mmoja wawili wakaelewa. Tukisema tauhidur rububiyya, tauhidi ya ulezi au utendakazi, maana yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba, ndiye mfalme anayemiliki kila kitu. Allah ndiye anayepanga mambo ya waja wake peke yake, hana mshirika naye katika hilo. Wapinga Muislamu, mimi sipingi kwa Allah ndiye muumba, ndio tauhidur rububiyya, yani wewe umempokesha Allah katika hayo mambo. Na tauhidul uluhiyya au tauhidul ibada ni kuwa mja asipeleke ibada zake isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asimshirikishe na chochote katika ibada. Wewe wakataa hilo? Sema msikatai. Yafaa kweli kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah? Haifai. Basi ndio tauhid ya ibada hiyo, bimaana umpokesha Allah katika ibada zako. Na tauhidul asma wa sifat, maana yake Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu ana majina mazuri na ana sifa nzuri zilizokamilika. Na hili Allah amelizungumza katika kitabu chake, akasema walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha. Allah ana majina mazuri, basi muombe kupitia majina hayo, utawassal kwake kwa majina yake mazuri. Wewe wakataa bwana, tukisema kuwa Allah ana majina mazuri na ana sifa nzuri, hakuna anayefanana na yeye katika sifa zake na majina yake mazuri, kuna makosa hapo. Basi ndio tauhidul asma wa sifat, kwa lugha nyepesi ieleweke. Ni hivyo. Umeelewa? Sisi tumeelewa. Na tukisoma kwenye Qur'an tuyaona haya yote. Tunaona katika Qur'an توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، ململزي ولمنغوت هي رب. توحيد الربوبية kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi na utendakazi. Wa tauhidul ilahiyya wa huwa ifradu Allah bil ibada yu'khadhu min lafz Allah, lafz jalla alhamdulillah. Tauhidul uluhiyya nao ni kumpokesha Allah katika ibada, huchukuliwa katika lafzi hii. La sivyo, ikiwa utapinga hizi tauhidi vigawanyo vitatu, sababu yako nini? Nasema haijakuja katika Qur'an wala sunna yanqasimu at-tauhid ila 3 aqsam. Atakaije hivyo yani kwa lafzi, sio? Tayib, hebu tukuulize ndugu yangu wewe, ukiangalia katika ibada ya swala, zile nguzo za swala zile zimetajwa katika hadithi gani? Kaambia nguzo za swala ni kadhaa. Wajibat as-sala zimetajwa wapi? Bali hata katika ilmu ya nahwu, wapi Waarabu mzungumza hii ni fa'il na hii ni maf'ul na hii ni kadha? Wapi? Utasema watu wameangalia maneno ya Waarabu wakaelewa kuwa katika lugha ya Kiarabu kuna ism na fi'il na harf, hakuna kitu kingine mwanzo kabisa.
kuna ism na fi'l na harf. Kumetajwa wapi? Haikutajwa. Kwa nini? Kwa sababu wamefuatiliza ile maneno wakaelewa kuwa hapa kuzungumzwa jambo fulani, hapa kuzungumzwa kitu fulani, hapa kitu fulani. Kadhalika katika nguzo za swala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaja arkanus salati kadha wa kadha wa kadha au shurutus salat kadha wa kadha, la, hakutaja hivyo. Bali wanawavyuoni wa fiqh wametizama wakaona hili la kusudiwa kuwa ni nguzo na hadithi nyingine hili ni nguzo pia, kisha wakazikusanya kuwasahilishia wanafunzi, wakawekea zile nguzo na wajibat na mustahabbat katika swala. Sasa atokee mwehu aje akwambia hakuna kitu kama hicho, hakuna nguzo za swala. Mufti wa Vigamboni hatuambii kwa nini hakuna mahali zintajwa bwana. Wewe utaonekana mwehu, uko mbali na kuelewa elimu. Sasa hapa Imam Saadi rahimahullah ta'ala atoa istinbat ya vigawanyo vitatu vya tauhid. Sasa kuna watu wengine wale ni sawaun alaina aw a'adta am lam takum min alwa'idhin, wewe sema utakavyosema, sisi tushapinga. Sasa wewe hatuna hila, sababu wewe ni kichwa mchunga, hatuwezi kuambia kitu, sababu ushaamua tu, wewe utakupinga tu. Na wala msione hivi, huwa wana madharau katika lugha zao. Utawasikia wakisema basi, ukiwaambia ili jambo utaona aya yao kubwa wanaoitegemea man ahdatha fi amrina hadha. Namsikia mmoja juzi asema aya yao kubwa wanaoitegemea man ahdatha fi amrina hadha, kisha akagundua kuwa si aya ile. Akasema maana yake ni hadithi, lakini hawajui kupambanua wale baina aya na hadithi. No, ni wewe umeteleza, hujui kupambanua baina aya na hadithi. Na Sheikh al-Islam ana maneno mazuri akiyozungumzia hawa, ambayo ashaona yeye na macho yake wakati wa asri yake. Aletwa mwanachuoni mkubwa eti katika hawa watu wa falsafa na nini, kisha atolewa aya asema mimi sikubaliani kusihi kwake. Hiyo onyesha haijaswihi, aona ni hadithi, kumbe ni aya katika Qur'an. Na hawa makhurafi pia ni hivyo hivyo, aweza kuambiwa hadithi akafikiri ndio ile. Mmoja asema aya yao kubwa wanaoitegemea man ahdatha fi amrina hadha, alafu hapo wakaigundua kumbe si aya hii. Yani hawajui kupambanua. Wao wasema tushaelewa kitambo. Jamaa zetu wakwambia isawi nahna wajinga, hata kutufanya sisi wajinga, kumbe tushamshtukia. Sasa hawa wako namna hii. Kama wewe uko katika hawa anzun walau tara, yo wale watu wa anzun walau tara, watu wa bid'a wako hivyo, si hizbiyun si khurafiyun. Katika sifa ya watu wa bid'a moja, ashabu anzun walau tara, yule ni mbuzi hata akaruka. Wewe bwana, yule mbuzi juu ya mlima, mwingine anasema la, yule mkunguru yule mbuzi yule, anambia kunguru yule, mara akaruka atakuwa nani? Atakuwa mkunguru, maana yake aruka. Yule asema anzun walau tara, yule ni mbuzi hata akaruka, mbuzi tu yule ni mbuzi. Sasa watu kama wao tamuelewesha vipi? Anzun walau tara, mbuzi hata akaruka pia bado mbuzi. Si ajabu hapo akatunga kasi, kwani hujaona mbuzi ana mbawa wa kwenu wewe? Sasa hawa hatuna hila. Sheikh endelea kusema wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na hapa pia tupata tauhidul ilahiyya katika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe peke yako ndiye tunayekuabudu na wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى. نتوحيد يا مجينا نصفة ذا الله nao ni kuthibitisha sifa za ukamilifu. Wewe wapinga Allah kuthibitishwa sifa za ukamilifu? Kumthibitishia Allah sifa za ukamilifu allati athbataha li nafsihi, alizojithibitishia mwenyewe nafsi yake katika kitabu chake, wa athbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam,
na sifa alizothibitishiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake iliyothibiti, min ghairi ta'tilin, bila ya kukanusha sifa hizo, wala tamthilin wala tashbihin, wala ya kuzifananisha na yote katika viumbe wake. وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. الحمد tumezungumza huko nyuma, sifa zote njema. وتضمنت إثبات النبوة كذلك سورة الفاتحة ndani yake kuna kuthibitisha utume في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. tuongoze katika njia iliyonyoka. Haiwezekani mwanadamu kuongozwa katika njia iliyonyoka mpaka awafuate mitume wa Allah ambao wamekuja wao kutoka waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo dini na hiyo njia iliyonyooka, wakawaongoza watu. Kwa hapa kuna kuthibitisha utume ya kuwa mja hawezi kuongoka katika njia sawa isipokuwa akiwafuata mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين. ndani ya hii sura mnakuthibitisha malipo kwa yale matendo waliyofanya waja, kuwa kuna siku watarejeshwa na kulipwa kulingana na matendo yao. في قوله مالك يوم الدين, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemiliki siku ya malipo. وأن الجزاء يكون بالعدل, نكو مليبو hupatikana kwa uadilifu. لأن الدين معناه الجزاء بالعدل, sababu الدين siku ya malipo maana yake ni malipo ya uadilifu bila mtu kudhulumiwa. Hakuna atakayedhulumiwa. wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah hamdhulumu yoyote katika waja wake kwa sababu ya ukamilifu wa uadilifu wake. وتضمنت إثبات القدر, ndani yake katika sura al-Fatiha mnakuthibitisha qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa anna al-'abda fa'ilun haqiqatan, na kuwa mja ni mtendaji kwa uhakika. Lile tendo analolitenda alitenda yeye, kwa sababu itakuwaje alipwe siku ya kiyama kwa matendo yake wakati lile tendo alilolifanya amesukumwa kulifanya, si makusudio yake, hawezi kuadhibiwa kwa hilo. khilafan lilqadariyati waljabriyya, kinyume na mapote haya mawili yaliyopinda. alqadariyya pamoja na kuwa jina lao ni alqadariyya, lakini maana yake ni wapinzani wa qadar, wameikataa nguzo ya qadar. na hawa pia wamegawanyika makundi tofauti tofauti. kuna wale ambao ni nufatul ilmi, wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajui jambo mpaka litakapotokea, wal billah, wakasema al-amr unuf. kwa hivyo mja akishafanya ndio Allah yajua, mja wangu amefanya kadhaa, wal billah. na hao walikuwepo, walizuka wakati wa baadhi ya masahaba kama Ibn Umar radhiyallahu anhu, akawarudi, na ndio ikapokelewa hadithi ya Jibril ile ndefu, ndani yake kumetajwa nguzo za nini, za imani. ukija kwa aljabriya, hao ndio madhehebu yao ya kuchekesha. aljabriya wasema mja amelazimishwa katika kila tendo analolifanya. Bimaana sasa hivi nikinyanyua mkono wangu huu hivi, maana yake si mimi ndio unyanyua, wal billah, ni Allah ndio alikusukuma nua. Unaona, wewe unkuja kuswali umeshikwa ukosi ukaletwa mpaka msikitini. na mara nyingi huambia watu, pamoja na kuwa makosa kumpiga mtu kofi, lakini nawaambia ni aljabriya makofi mawili wasao madhehebu yake, makofi mawili. mtu akiitakidi itikadi hii akwambia kila kitendo anachokifanya mja si kwa khiari yake, ni kama unyoa katika upepo, wapelekwa kulia na kushoto, hana khiari. mzabe mbao moja tu, mbona unipiga? Sikutaka kwangu bana, unsukumwa ukaja. na kuna la pili laja,
apige la pili. Vipi bwana, ile la pili nafikiri la tatu laje liko njiani, nasikia kama anasukumwa hivi. Hapo madhehebu yake yasahau. Atakwambia baba, kila binadamu ajua kitendo ambacho hana khiari nacho na kile alicho na khiari nacho. Kwa mfano, umeoga katika siku ya baridi na maji baridi, ukatetemeka. Kule kutetemeka kweli waweza kukuzuia wewe? Sasa hiki ni kitendo ambacho huna khiari nacho. Wajua kuwa hii siwezi. Hata meno ukayabana bado ile meno yatetemeka, si ndio? Kwa hivyo wafahamu kwa hii si kwa khiari. Lakini uenda kwa mwenzako bwana, wampigia konde, hujui kama hiki kitendo ukifanya mwenyewe bwana, hujui kutofautisha baina ya kutetemeka kwa baridi na kumpigia mwenzako konde, wajua. Na ndio maana mtu hakubali ukimpiga kwamba wewe umenipiga. Huwezi kumwambia hata mtoto mdogo, sikutaka kwangu yaja tu yenyewe. Sasa dhehebu la Al-Jabria ni hilo jamani, vituko, wallahu almusta'an. Lakini pia hawa Al-Jabria katika maisha yao hawatabikishi dhehebu lao hili. Bimaana ukiwaona katika mambo yao ya kidunia afanya bidii, alikimbilia hili, alikimbilia lile, atafuta shughuli zake. Mbona hakaya akasema ngoja niongojee, nitalazimishwa leo kufanya nini? Leo nitauza mayai, auza mayai leo, dhahabu leo. Wajua waenda kufanya nini, na wafuata vile nafsi yako inavyokuambia, lakini wataka kufanya mchezo katika dini ya Allah. Qala bal tadammanat الرد على جميع أهل البدع والضلال. سورة الفاتحة ndani yake mnakuwarudi watu wote wa bid'a na upotofu. في قوله اهدنا الصراط المستقيم. angalia aya اهدنا الصراط المستقيم, tuongoze katika njia iliyonyoka. li'annahu, sababu hiyo njia iliyonyoka, ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, ni kuijua haki na kuitendea kazi. Na ahlul bid'ah hawakufanya hivyo, wameikataa haki ilipowajilia na hawakuitendea kazi, na ilikuwa ni wajibu juu yao kuikubali haki na kuitendea kazi. wa kullu mubtadi'in wa dhalin fahuwa mukhalifun lidhalika, kila mzushi na kila mpotofu akhalifu njia hiyo ya kuijua haki na kuitendea kazi. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة. ndani ya سورة الفاتحة mnakumtakasia Allah amal, ibada, kutaka msaada. في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالحمد لله رب العالمين. ndio maana ikiitwa ummu alquran. سورة الفاتحة ndio mama wa Qur'an. maana yake, maana yote yaliyo katika Qur'ani nzima, maana yake yamekusanywa katika sura hii moja, suratul Fatiha. Kwa kila kinachozungumziwa katika sura nyingine tutakazozisoma hapa, utakuta kuwa kwa ujumla kimetajwa katika suratul Fatiha. Kwa ni sura ambayo ukiona utaona ni fupi, ni chache aya zake, lakini ndani yake imekusanya kila kinachohitajika katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio itakuwa ni mwisho wa kusoma tafsiri ya suratul Fatiha. Insha Allah ta'ala tukikutana tena katika kikao kingine biidhnillah, tutaanza kusoma tafsir ya juzu amma kama tulivyokubaliana, kuanzia mwanzo wa juzu amma, na tutaanza amma yatasaalun, tushuke chini kuanzia kulia kushoto. hatutoanza suratul Nas, tutaanza na amma yatasaalun wan nazi'ati mpaka tufike suratul Nas biidhnillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.